Uongozi wa klabu ya Simba umeanza kufanyia kazi mapendekezo yaliyowasilishwa na kocha mkuu Steve Barker, huku ripoti yake ikipendekeza kufanyika kwa maboresho ya kimkakati yatakayolenga kuifanya timu hiyo kuwa imara zaidi ndani na nje ya Tanzania. Taarifa ambazo moja ya chombo cha habari imezipata kutoka ndani ya klabu hiyo zinaeleza kuwa miongoni mwa mapendekezo makuu yaliyowasilishwa na Barker ni kuachana na baadhi ya wachezaji wa kigeni ambao hawajaonyesha kiwango kinachokidhi mahitaji ya benchi la ufundi la timu hiyo. Kwa mujibu wa chanzo hicho, wachezaji watatu wa kigeni waliopendekezwa kuondolewa ni Naby Kamara, Jonathan Soa na Alassane Kante ambaye yeye anaweza kuuzwa. Hatua hiyo inalenga kutoa nafasi kwa usajili mpya ambao utaongeza ushindani na ubora wa kikosi hicho kuelekea msimu ujao. Chanzo hicho kilifafanua kuwa kila mmoja wa wachezaji hao ana sababu tofauti zilizochangia kuorodheshwa katika ripoti hiyo. Kwa upande wa Kante, inaelezwa nafasi yake inaweza kuzibwa na mchezaji wa ndani, ambapo Simba imemalizana na Kelvin Nation ambaye kwa sasa anaitumikia Pamba Jiji. Nation ambaye ni mchezaji wa Singida Black Stars atakuwa mchezaji huru baada ya msimu kumalizika, na taarifa zinasema ameshasaini Simba miaka miwili. Kwa Soa, sababu kubwa inayotajwa ni mgogoro uliodumu kwa muda mrefu kati yake na klabu, hali iliyomweka nje ya mipango ya timu kwa kipindi kirefu na kuathiri mchango wake ndani ya kikosi hicho. Kamara naye ameonekana kushindwa kuendana na mfumo wa mchezo anaoutaka Barker. Inaelezwa kocha huyo anahitaji mchezaji mwenye kasi zaidi, nguvu na uwezo mkubwa wa kukaba ili kuongeza ubunifu katika eneo la ushambuliaji. Nikinukuu chanzo hicho kimesema, Kamara ameshindwa kuendana na mbinu za kocha katika nafasi zote mbili, yani kiungo na hata beki. Kwa sasa wanatafuta mchezaji mwingine ambaye ataweza kuongeza ushindani na kumsaidia Clatous Chama katika eneo la kutengeneza nafasi za mabao. Kocha amesisitiza anahitaji mchezaji mwenye umri mdogo na nguvu zaidi. Mwisho kunukuu. Mbali na kuwaondoa wachezaji hawa watatu, Simba tayari imeanza kazi ya kusaka nyota wapya wa kigeni, na taarifa zinaeleza kuwa klabu hiyo inahitaji angalau wachezaji watatu wa kigeni katika maeneo muhimu ambayo yameonekana kuwa na upungufu. Miongoni mwa nafasi zinazotafutiwa usuluhisho ni mshambuliaji wa kati mwenye uwezo mkubwa wa kufunga mabao pamoja na kiungo mshambuliaji ambaye ataongeza ubunifu katika eneo la mwisho la uwanja pamoja na kiungo mkabaji mmoja. Hata hivyo, mbali na maingizo hayo, viongozi wa Simba washirikiana na benchi la ufundi wanaendelea kufuatilia maendeleo ya afya ya Mohamed Bajabere ambaye amekuwa akisumbuliwa na majeraha, na kama hadi mwisho wa msimu hata kuwa fiti wanaweza kuachana naye. Nikinukuu chanzo hicho kimesema, kama Bajabere atarejea kwa wakati na kuwa katika hali nzuri ya ushindani, basi atarudishwa kwenye mfumo na kuwa msaada, na kama hali yake itaendelea kuwa hivi, basi ataingia sokoni tena ili kuongeza nguvu kwenye kikosi hicho, na star huyo wa Kenya atapelekwa kwa mkopo sehemu nyingine. Barker ana imani kubwa na uwezo wake na anaamini bado ana nafasi kubwa ndani ya mipango yake. Mwisho kunukuu. Katika maboresho hayo, Simba pia imeelekeza nguvu katika kuimarisha safu ya ulinzi. Licha ya kuwa na mkongwe Shomari Kapombe pamoja na David Kameta Duchu, benchi la ufundi linaona kuna haja ya kuongeza ushindani katika nafasi ya beki wa kulia. Inaelezwa kuwa tayari klabu hiyo imefikia hatua nzuri katika mchakato wa kumsajili Nathaniel Chilambo kutoka Azam FC ili kuongeza chaguo katika eneo hilo. Upande wa kushoto wa ulinzi nao upo kwenye mipango ya maboresho, ambapo Simba inatafuta beki mwenye uwezo wa kucheza nafasi zaidi ya moja, hususan beki wa kushoto na kiungo mkabaji, jambo ambalo litatoa uhuru mkubwa wa kiufundi kwa benchi la ufundi. Wakati huo huo, viongozi wa Simba wanaendelea kufuatilia mwenendo wa kipa Jibril Kasali kutokana na uwepo wa Musa Kamara ambaye aliondolewa kwenye mfumo kufuatia kusumbuliwa na majeraha. Wataangalia wanasaliwa na nani kati ya hao au wataingia tena sokoni. Chanzo hicho kilieleza kuwa katika usajili wa wachezaji wa kigeni, Barker amepewa mamlaka makubwa ya kufanya uamuzi wa kiufundi, huku viongozi wakihusika zaidi katika masuala ya usajili wa wachezaji wazawa. Ripoti hiyo pia imependekeza baadhi ya wachezaji wazawa ambao wamekosa nafasi ya kucheza waende kwa mkopo katika timu nyingine ili kupata muda wa kutosha wa kucheza na kuendelea kukuza viwango vyao. Katika hatua nyingine, Simba imeanza mazungumzo kumbakisha Neo Maema ambaye amekuwa akiitumikia timu hiyo kwa mkopo kutoka Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Inaelezwa Barker ameridhishwa na mchango wa kiungo huyo na anaamini uzoefu wake bado unahitajika ndani ya kikosi hicho. Maema mwenyewe pia ameonyesha nia kuendelea kubaki Msimbazi, ingawa makubaliano yatafikiwa kati ya pande husika. Tangu Barker aanze kuinoa Simba, ameiongoza timu hiyo katika jumla mechi 27 za mashindano yote. Kati ya mechi hizo 20 zimekuwa za ligi kuu bara, ambapo ameiongoza Simba kushinda mechi 13 na kutoka sare mara 7 bila kupoteza mchezo wowote wa ligi. Katika kombe la CRDB, Barker ameifikisha Simba hatua ya nusu fainali baada ya kushinda mechi 4, huku ikisubiri kuvana na Coastal Union katika pambano la kusaka tiketi ya fainali. Aidha, katika kombe la Muungano, Simba ilishinda mechi zote 3 ilizocheza na kutoa ubingwa, jambo lililoongeza matumaini kwa mashabiki kwa kocha huyo anaweza kuijenga timu yenye ushindani mkubwa zaidi katika misimu ijayo, lakini pia akiwa hajapoteza mchezo wowote dhidi ya Yanga msimu huu. Imeandikwa na Elia Solomoni na Olipa Asa na kusoma kwako na Mihamza Said.